Habari za wakati huu mtazamaji wa M1 TV, ni ukaribishe katika chaneli yangu hii. Kama kwanza hujasubscribe, ni kusihi usubscribe na kulike ili uweze kuzipata taarifa hizi pindi zinapokujia. Na ndani ya chaneli hii unapata kufahamu taarifa mbalimbali, unapata nafasi ya kuelimika, kuburudika kwa kila habari ambazo ninakuletea. Lakini unaposubscribe na kulike inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu taarifa zangu zinapokujia kila wakati unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuziona. Na siku ya leo nimekuletea tukio nzito kabisa kuhusiana na mwanamke, ama tuseme mama wa kambo, aliyemfanyia mtoto ukatili. Wapo akina mama ambao wako akina mama ambao wameolewa, akamkuta mwenza wake ana mtoto, lakini anapofika pale hawi na moyo mzuri, anakuwa ni kumnyanyasa, kumfanyia vitendo vya ukatili. Hapa leo utapata kufahamu story nzito kabisa kutokea kule mkoani Geita, ambako mwanamama huyu ambaye amemfanyia mtoto ukatili. Langu jina ni Meekness Ngasu ni Ngambazi. Hakikisha unasalia nami kuanzia majira haya mpaka pale tamati ya story hii. Mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Geita imemhukumu mkazi wa Nyatorotoro Janeti Emmanuel mwenye umri wa miaka 20 kutumikia kifungo cha miaka 5 gerezani kwa kosa la kumchoma na maji ya moto mtoto mvulana mwenye umri wa miaka 3 na kumsababishia maumivu makali. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Bruno Bongole baada ya upande wa mashtaka kuthibitisha kosa hilo pasipo kuacha shaka yoyote. Hakimu Bongole amesema mahakama hiyo inatoa adhabu dhidi ya mshtakiwa huyo ili iwe fundisho kwake na kwa wanawake wengine wenye tabia ya kuwachoma na maji ya moto watoto wa kambo kama yeye alivyofanya. Alisema upande wa mashtaka ulikuwa ukiongozwa na wakili wa serikali Concessa Desideri, ambaye alipeleka mahakamani mashahidi 4 na vielelezo 3 ambavyo vilithibitisha mshtakiwa huyo alitenda kosa hilo. Hakimu Bongele alisema mtoto huyo alikuwa anaishi na mama wa kambo Janeti, ambaye ni mshtakiwa katika maeneo ya Nyatorotoro, wilaya ya Geita. Mshtakiwa huyo alikuwa akimtendea mtoto huyo vitendo vya kikatili mara kwa mara. Alisema kuwa siku ya tukio hilo, ambayo ni Agosti 18, 2024, huko Nyatororo wilayani Geita, mshtakiwa huyo alichemsha maji ya moto kisha kumchukua mtoto huyo na kumkaliza kwenye maji ya moto, ndipo mtoto huyo aliungua sehemu za makalio na kupata majeraha na maumivu makali. Alisema kuwa baada ya tukio hilo, mwenye nyumba alikokuwa anaishi mshtakiwa huyo alipiga simu kituo cha polisi Geita, na askari walifika na kuchukua mtoto huyo kisha kumpatia fomu namba 3 ya polisi na kupelekwa hospitali ya wilaya ya Geita kwa matibabu. Mtoto alilazwa huko kwa siku 3. Daktari aliyemfanyia uchunguzi alibaini kuwa mtoto huyo alikuwa anafanyiwa ukatili mkubwa, kwa maana mwili mzima wa mtoto huyo ulikuwa na maumivu ya kufinywa na makovu ya kupigwa kwa fimbo. Na hii ndiyo taarifa ambayo nimekuletea hapa. Mwanamke ambaye unakaa na mtoto ambaye si wa kwako, hakikisha basi unakaa na mtoto kwa upendo ili kusudi na mtoto huyo afurahie kuwa na wewe. Hii ni M1 TV. Hakikisha kwamba kama hujasubscribe na kulike ili uweze kuzipata taarifa hizi pindi zinapokujia.
Langu jina ni Meekness Ngasu Ningambazi, nami nikutakie wakati mwema.